Tukitaka kujua katika wakati huu wa AI vijana wasomee kozi gani katika vyuo au watu wasomee ujuzi gani, kwa sababu that's true, AI inachukua ajira za watu wengi sana na watu sasa hivi wanaajiriwa kwa kazi fulani au kuna ajira fulani ambazo tunazifanya au wazazi wetu wanazifanya. So swali, AI inachukua ajira nyingi. Let's say ajira gani sasa hivi tunafanya? Watu sasa hivi wameajiriwa kama vile waandishi wa habari, watu wameajiriwa kama vile tunasema watu wa huduma kwa wateja, watu wameajiriwa kama vile watu wa accounting, watu wameajiriwa kama vile madriver. Kuna sehemu mbalimbali watu wameajiriwa na kuna watu wako vyuoni leo hii wanasomea hizo taaluma. Asa wasomee kozi gani, kwa sababu AI inachukua hizo ajira. That is so true, that's very true. Kuna hii research ilifanyika kule nchini Marekani, ambapo hii research imeonyesha kwamba takriban 30% ya ajira nyingi au kazi nyingi ambazo leo hii watu wanazifanya kwa miaka 5 ijayo, ajira hizo zitakuwa automated na AI, kwa maana AI atakuwa anazifanya zaidi kuliko watu leo hii ambao wanazifanya. So ajira takriban 30% ni ajira nyingi sana, na kuna baadhi ya chati ambayo ilionyesha baadhi ya ajira hizo. Na kujibu hilo swali moja kwa moja, kuna huu msemo ambao unaendelea baada ya research kuonekana kwamba watu wengi, ajira nyingi takriban 30% zitachukuliwa na AI. Ikaonekana kwamba sasa kumbe vijana wetu leo hii wanasomea madarasani au vyuoni ajira ambazo wakimaliza vyuo hazitakuwepo kwenye soko la ajira. Kwa hiyo kama wanasomea ajira au ujuzi ambao baada ya kumaliza vyuo ajira hizo hazitakuwepo kwenye soko la ajira, mwisho wa siku tutaongeza janga la ukosefu wa ajira. Sasa kozi gani ni bora zaidi vijana waweze kusomea katika wakati huu wa AI na wakati wa kidijitali? Kuna hizi kozi 5 na mpaka 6 ambazo zimeonekana kwamba ziko salama zaidi, kwa maana ya kweli vijana kama watasomea itawasaidia hata kama wakimaliza vyuo ama wakimaliza masomo yao bado watakuwa salama. Tunasema they become immune to AI revolution, au watakuwa wamefuture proof their career, kwa maana ya baada kumaliza vyuo still watagombaniwa, still watakuwa competitive na bado watapata ajira kwa urahisi, na pengine tutaondoa changamoto na janga kubwa la ukosefu wa ajira kwa vijana. So ajira ya kwanza ambayo taaluma ya kwanza au kozi ya kwanza ambayo vijana inabidi wasomee katika wakati huu wa AI, tunasema ni kozi ya economics, kwa maana ya kozi ya uchumi. And this is so important. Kwa nini uchumi ni kozi ya muhimu sana? Uchumi ni kozi ya muhimu kwa sababu kupitia uchumi utajifunza masuala mazima ya planning, kwa maana masuala mazima ya kutazama maendeleo yanaendeleaje kwenye taifa lako. Then utajifunza masuala mazima ya demand and supply, kwa maana namna gani hitaji linaonekana, namna gani supply ya vitu inahitajika kwenye soko husika. Lakini pia utajifunza masuala tunasema ya volatility of the market, utajifunza masuala ya inflation, kwa maana namna gani soko na ajira zinavyo-fluctuate na zinavyobadilika kadiri siku zinavyokwenda. So uwepo wa AI leo hii, makampuni na serikali zinashindwa kupanga accurately, kwa maana ya kuweza kuweka mikakati ambayo itaweza kusaidia jamii. Inawezekana serikali inasema hivi, alafu mwisho siku kesho AI imefanya mapinduzi haya au teknolojia imefanya mapinduzi haya. Matokeo yake ni nini? Watu wanashindwa kujua okay, what is the right allocation tuweze kuifanya, tufanye maamuzi gani yatakuwa ambayo. So wachumi wanahitajika sana kuweza kuhandle hii high volatility, kwa maana hii rapid changes ambayo inatokea katika uchumi na dunia kila siku. Tusipokuwa na wachumi, serikali zitakuwa zinafanya poor allocation, kwa maana zinaelekeza fedha, zinaelekeza mipango katika maeneo ambayo hayahitajiki. Tusipokuwa na michumi, tutaweza kushindwa kuona kupredict, kwa maana ya okay, labor market itakuwaje kwa miaka kadhaa ijayo. So elimu ya uchumi au kozi ya uchumi ni kozi ambayo inahitajika sana sasa vijana waweze kuisoma, na itawasaidia vijana waweze kuwa salama hata baada ya kumaliza masomo yao, iwe vyuoni ama iwe kwenye college mbalimbali. Lakini pia kozi ya pili ambayo vijana pia wanahitajika kuisoma ni kozi ya computer science, data science. Na maanisha leo hii tunayo AI na leo hii tunaelekea katika dunia zaidi ambayo ni ya kidijitali, dunia zaidi ambayo inaendeshwa na teknolojia. So computer science ni kozi ambayo inakusaidia, tunasema developers, tunapata software expert, tunapata
tech genius, tunapata watu ambao ni wataalamu wa mifumo ya kitehama na mifumo ya kisayansi na kiteknolojia. Leo hii application tunazojua, mifumo tunayojua yote imetengenezwa na inategemea hawa watu ambao ni tech expert. Kwa hiyo course ya computer science au data science itatuzalishia watu kama vile AI engineers, watu ambao wanatengeneza, develop AI models, watu ambao wanatengeneza mifumo mbalimbali ya tehama and so forth. So watu ambao wanasoma computer science ama watu ambao wanasoma data science, ni kweli AI itafanya baadhi ya mambo. Leo tunazo AI ambazo zinaweza kutengeneza mobile application au kutengeneza website, lakini still in the back end tunasema human in the loop, kwa maana still tunahitaji mtu somewhere aweze kufanya debugging, aweze kuidrive AI, aweze kuidevelop AI, aweze kuitrain, and a lot has to be done there. So in one or another, computer science, data science, this category ama this course, wanafunzi wakisoma bado watakuwa salama. Dunia inayokuja ni ya teknolojia zaidi, ni ya mifumo zaidi, ya tehama zaidi. So watu wa sampuli hii ni watu ambao wanahitajika na bado watakuwa na nafasi hata baada ya miaka 5, miaka 10 ijayo. Lakini pia course namba 3 ambayo inapendekezwa na watu waweze kuisoma ni course ya sociology. Course ya sociology tunazungumzia course ya human welfare, ni course ya masuala ya kijamii. We have AI now. AI inakuja na AI ita take over to every sector of the economy, to every household. Kwa maana kwenye kila nyumba binadamu itakuwa na AI. You know, Elon Musk is very ambitious. What I'm trying to say this, Elon Musk amekadiria kwamba atakuwa ana produce around humanoid robot kuanzia 100,000 mpaka 1,000,000 per year, kwa maana ndani ya mwaka mmoja. So human robot ambazo zinaongozwa na AI zitaweza kufanya kazi kwenye kila nyumba ya mtu, zitaweza kufanya kazi kwenye kila maeneo mbalimbali, kwenye maofisi and so forth. So why sociology is so important? Kwa nini somo la masuala ya kijamii ni jambo la muhimu sana? AI is so good kwenye mambo mengi sana, kwenye masuala maybe ya analyzing vast amount of data, kwenye masuala ya prediction, kwenye masuala ya speed and so forth. Lakini kwenye masuala ya human interaction bado AI haiwezi ku catch up with human. You know AI tunasema it does not have emotions, haina hisia, haina miemko, so it does not understand how people feels. Kwa maana watu what they are going through, wanapitia kitu gani, wana maumivu gani, kitu gani kinawafanya kina struggle. Ukiwa na huzuni, yeye itajua una huzuni na itasema what to help it to make you happy, but it does not feel, haiguswi na what you are going through. So watu ambao watakuwa so good at people skills, kwa maana kwenye sayansi ya watu, communication skills, kwenye empathy kuna watu wengine, kwa maana ya kuwa na hisia, kuguswa na watu wengine, kufanya counseling ya watu wengine, these people will be so in demand. So understanding how human people think, how to take care of the people, emotion of the people, watu wanahitajika sana na watu ambao watakuwa na nafasi kubwa sana. So still tunahitaji watu wasomee sociology kwa lengo la kutengeneza hiyo human touch na hiyo human empathy. So watu wa sample hii in one or another watahitajika katika maeneo mengi, hata kwenye makampuni still watahitajika, ma HR wasio na wasiwasi, still we need them. Tunahitaji ma HR waweze kuwa pale kwa lengo la kutengeneza ile tunasema human loop, kwa maana ya AI namna gani inakuwa augmented na human intervention there. So lakini course ya 4 ambayo ni muhimu pia watu wasome, kama kwenye hizi course 3 bado mtu ajijipata, ni course ya cyber security. Why cyber security is so important? Cyber security tunasema ni course ambayo inahusiana na masuala ya usalama wa mtandaoni. Unajua back in the days, zamani ilikuwa wezi au majambazi wanakuja kukuvunjia, tulikuwa na wizi unaitwa burglary, kwa maana ya wizi wa kuvunja. Mtu anakuja kuvunjia nyumba yako, anakuja kuvunjia sehemu yako, anaiba vitu. Now time people they don't steal, they don't vunja your nyumba, they don't come there and vunja your nyumba wa kuibia. Hapana, watu sasa hivi wanaiba taarifa zako mtandaoni. Watu wakipata tu zile credentials zako, maana ya nywila, taarifa zako muhimu, wanaweza kuingia kwenye mifumo yako ya email, wanaweza kuingia kwenye account yako, wanaweza wakafanya anything they want, na mwisho wa siku ukajikuta umekuwa katika wakati mgumu sana. So pana kesi nyingi sana, mabenki yakiwa yanaibiwa fedha nyingi sana, makampuni yakiwa yanatapeliwa kwa kupitia njia za mtandao. So cyber security, cyber guy, mtaalamu wa ulinzi wa mtandaoni, mtu ambaye anahitajika sana, kwa sababu serikali mifumo yake yote, data zote za wananchi zipo mtandaoni. So mtu anaweza akapenya kwenye mifumo na akaiba taarifa, akafuma, akafuta, na msiku akawa hamna kitu ambacho kimeachwa. Kampuni, taarifa za wateja, fedha zipo mtandaoni. So mtu anaweza akapenya ambaye yuko very expert, akaweza kufanya cyber attack, akashambulia mifumo ya kompyuta, na mbele siku kaanguka na hali mbaya sana. So serikali zinahitaji department ya cyber security, makampuni yanahitaji department ya cyber security, mabiashara yanahitaji, kwa sababu dunia hii watu hawaji kuibia nyumbani kwako, watu wanakuibia mtandaoni. Unajua everything is here, kwa maana kila kitu kiko mtandaoni. So watu ambao wanasomea cyber security ama watu ambao wanasomea cyber security, maisha sasa hivi hapo kidijitali, dunia imemea mtandaoni. So
tunahitaji zaidi ulinzi mtandaoni. Kwa hiyo watu hawa watakuwa salama sana na watu watakuwa bado wana nafasi ya kuajirika. Na kozi namba 5 ambayo wanahitaji pia watu na vijana waweze kuisoma ni kozi ya psychology. Kwa maana ya psychology nikizungumzia kwa maana ya utimamu wa ubongo wetu, utimamu wa akili. Unajua leo hii kuna watu wanapoteza kazi tayari. Unajua Amazon imefukuza takriban wafanyakazi 100,000 baada ya kudeploy robot 500,000 mwaka 2028 mwaka jana mwezi wa 4. Kwa hiyo watu wanapoteza ajira zao. Watu walikuwa wanachukulia AI ni habari ya mpito, mwisho wa siku anaambiwa you are fired. We are no longer in need of you, tuhitaji tena. So mwisho wa siku that information watu wengine wanashindwa kuihandle, mwisho wa siku watu wanapagawa, wanachanganyikiwa. Not only that, kuna watu wanapoteza kazi, watachanganyikiwa wafanya biashara. Leo hii biashara zina move in a very rapid pace, kwa maana ya wenzao wanatumia teknolojia, wenzao wanatumia digital, wenzao wanatumia AI. Kuna baadhi ya watu wanaanza kupoteza mauzo yao, wanapoteza biashara zao, wanapoteza, mwisho wa siku biashara zinakufa, watu wanachanganyikiwa. Leo hii you see, leo hii watu wanachat na AI na mwisho wa siku AI zinawashauri mambo yasiyokuwa sahihi, na mtu anachukua yale mawazo yasiyokuwa sahihi ndio kuyatekeleza kama vile alivyo, mwisho wa siku anapata matokeo mabaya, anachanganyikiwa. Leo hii watu wanashindwa kutofautisha kati ya what is real and what is not real, kwa maana kipi ni sahihi, kipi ni uhalisia na kipi sio sahihi. Tunaishi kwenye ulimwengu unaitwa post reality era, ulimwengu kwamba hatujali vitu kutokana na uhalisia wake, tunajali vitu kutokana na hisia zetu. Sasa hisia zina sehemu yake na uhalisia na sehemu yake, sababu tuna lead the life with a fact, with a logic and not with a feeling. Tunaongoza maisha kutokana na uhalisia wa mambo na si kutokana na hisia zetu. So kuna watu wengi, uwepo wa AI na mambo yanatokea, watachanganyikiwa, watavurugwa. So tunahitaji watu ambao wamesomea psychology ili mradi waweze kuja kuwasaidia watu kuwa na utimamu wa afya ya akili, kuja kuwagea watu counseling, waweze kuwagea watu muongozo namna gani they should understand kwamba they are living here. Kuna maisha hapa, kuna digital kule, kuna biashara kule, kuna AI kule, kuna kazi, but there is a life here. There is a God here, kuna Mungu, and kuna jamii, and kuna marafiki, and life is not about this and that. Life is this here. So watu ambao wanasomea psychology ni watu ambao watahitajika sana. Kuna ndoa nyingi zitavunjika. Leo hii tuna robot wives wanakuja, maroboti mke na roboti mume wanakuja. Kuna watu wanatengeneza mahusiano na AI companions, kwa maana ya washirika wa kimapenzi wa kimahusiano wa mtandaoni. Unafahamu juzi Grok, AI ya Grok imetengeneza AI companion, AI ambayo unaweza kuchana kama vile mpenzi wako hata kama hujaolewa. Kuna watu leo wamegeuza AI wamezao au AI wake zao. So you can see how people wanachanganyikiwa, watu wanavurugwa. We need so much psychologists people, watu ambao wamesomea psychology, watu ambao watakuja kuput, we call this human mind into order, kuweka sawa akili za watu, kuwa guide watu ili mradi tuweze kuwa sawa sawa. I think on top of that, spiritual leaders, they are in very important space now, and they are so in demand, they are so needed now. Viongozi wa kidini wanahitajika sana, because it's gonna be very disruptive. Mambo yanaenda kuwa tofauti sana na vile ambavyo dunia sasa hivi tunaijua na tunaitazama. So psychology, watu wakisomea somo hilo, they are so safe, wako salama sana. Na kozi ya mwisho ambayo so important, watu nitashauri wasomee kwa sababu itawasaidia kuwa salama hata baada ya miaka 5 ijayo, ni kozi ya political science. Kozi ya political science ni kozi ya leadership, ni masuala ya democracy, ni masuala ya how you lead people, ni masuala ya organization, ni masuala ya delegation and soft decision making. Kwa hiyo masuala ya kufanya maamuzi makubwa katika taifa, katika taasisi, masuala ya kuongoza watu katika jamii, masuala ya kudelegate majukumu, nani apewe nani asipewe. Haya ni masuala ambayo yanahitaji watu ambao wana ujuzi sahihi. We have AI now. Tunayo AI ambayo ina uwezo wa kufanya mambo mengi sana. Tunayo AI ambayo ina uwezo wa kusaidia mambo mengi sana, kuondoa gharama, kuokoa muda, lakini pia kuongeza ufanisi. Lakini sioni bado dunia ambayo tutataka mbunge wetu wa AI. Sioni dunia ambayo tunataka rais wa nchi aweze kuwa AI. Ingawa kuna baadhi ya makanisa nimeanza kuona mapasta AI, kwa maana ameanza kudeploy AI kuwa pasta, kumsaidia pasta asipokuwepo. Lakini hatuoni AI kuwa kiongozi wa kanisa, ama AI kuwa kiongozi wa msikiti. Tunaona AI kama vile ni msaidizi tu, kama vile is an assistant, a smart assistant. So still watu ambao wana leadership, wana leadership skills, ama they are leaders expert, the leadership, they possess the leadership expert, not only they are so in demand, watu ambao still watahitajika sana kuguide the decision of the society, the decision of the community very strongly, because AI will do a lot, but there is no way tutahitaji AI
aje kutuongoza ama aje kututawala. Still we need humans to lead us. Na hatuhitaji mtu tu, tunahitaji mtu ambaye ni expert, mtu ambaye ana ujuzi kweli wa masuala ya uongozi, ana uelewa wa kitu gani binadamu anahitaji, wapi inabidi wapelekwe, how to lead them and so forth and so forth. So still pia course ya political science iko in a very demand, na in whatever reason or in whatever ways I think bado vijana wanahitajika kuisoma na kuikimbilia, kwa sababu usiangalie leo what you are going to start na sokoni watu wanavyoajiri, waangalia what will happen in the future, masiku yanayokuja mengi, miaka mingi inayokuja, what will happen for your future. So you should position yourself, kwa maana lazima ujipange kimkakati. Tunasema AI it eats routine as a breakfast, kwamba AI tunasema inakula kazi zote zile ambazo zenye kujirudia ama zenye mpangilio maalum kama vile chai yake. So it means ukiwa fanya course ama unasomea ujuzi ambao mwisho wa siku upo in that routine way, tunasema mundane or repetitive, kama vile baadhi ya ajira ambazo nimesema hapo awali hapo mwanzoni, AI it will eat a breakfast, itakunywa kama vile chai, kwa maana yake itakutoa mchezoni. So hizi ndio ajira ambazo hizi ndio course ama haya ndio masomo au ndio ujuzi ambao vijana wengi tunawashauri waweze kusomea. Watu wengi wanataka kujiongezea ujuzi, tunawashauri waweze kuchukua hizo course, kwa sababu watakuwa salama hata miaka 10 ijayo, hata miaka 20 ijayo, kwa sababu AI will eat all routine works as a breakfast. Asante sana.